langu pongeza kazi hii ambayo imefanywa. I take this humbly to say thank you on behalf of the great people of Kiambu. Kutafutia wananchi wa Kiambu chakula na maisha mema is a good initiative. Behind the scenes, we support you. We will do what you need us to do as leaders of this great county to make sure that our people benefit. Kwanza nataka kushukuru Rais Uhuru Kenyatta, kwa sababu isipokuwa ni handshake ambaye alituletea, hatungekuwa tumechanganyika vile tumechanganyika leo. I know most of you here belong to different political parties. And if there was political heat in this country, you will not be able to mingle and work together in unison to deliver what you have delivered today. So wacheni tumpigie rais wetu makofi kwa kutupatia handshake. And as we do that, we also appreciate that His Excellency the Governor Nyoro na DG wake Dr. Joyce, the first babies of the handshake. And therefore we appreciate when we see unison, when you see you people working together and being able to bring these people here. We applaud you and we thank His Excellency the President. And we support him to continue ensuring and reinforcing the handshake so that we can continue in peace in this country. Mimi kama mama ambaye amesimamia kaunti hii ya Kiambu, nina huzuni sana. Our patron, Mheshimiwa Mohoho, for the last 1 month, every weekday, nimekuwa nikitembea kwa maboma za watu katika kaunti yetu. Nina chakula huwa nawapelekea kidogo kidogo tu ya mama. Niko na initiative ninaita Mama Care ambayo inatembea kwa vijiji tukiangalia wale wagonjwa, wale walemavu, na ninahuzunika sana. Kwa sababu indeed our country and our county require food. What we are suffering from in Kiambu County is what I call the urban poverty. Watu wanaishi kwa towns, wanakaa kwa nyumba zinaonekana kama zina nguvu, lakini humo ndani watu wana poverty, wana shida, wana ukosefu wa maisha bora. And during this COVID, there are 2 things that I have noticed when I have visited those individual homes. 1, kuna boma ambazo watu wanakaa in shift. Baba analala mchana, mama na watoto wanalala usiku, kwa sababu nyumba ni dogo, iko na vitanda 2 peke yake. Na hiyo boma iko na familia ya watu 10. Ninashukuru sana kwa sababu ninaona our partners here who necessarily are not donating food but are also donating other facilities that make life better. For example, I can see Dr. Mattress here. Thank you so much for being here. I have been working very closely with Superform, people who have been donating non-food materials like mattresses. Zile ninapeleka kwa hizo boma, ili hata kama vitanda ni 2 inaweza wekwa chini, wengine walale, kwa sababu wakati our county commissioner and I can see our DCC here Bwana Juguna wameweka curfew, huyo baba ambaye ako na hiyo room 2 na ako na watoto 10 alikuwa anafanya kazi kama watch pahali, ama anaenda tu usiku anazurura ili mama na watoto walale na yeye alale mchana. So when I see you here coming to donate non-food materials like mattresses and blankets, it is not in vain. We appreciate you. We are happy that you're going to make other people's lives better. And may God bless you and enlarge your territories. Issue number 2. If you go to every health facility that has a maternity facility in Kiambu County, kuna wamama wanajifungua kila siku. You can imagine mama anajifungua during this time. Hakuna chakula cha kutosha. Mimi ni mama na nimejifungua. Na ninajua ukijifungua unafaa ukule vizuri, mwili irudi nguvu na upate maziwa ya mtoto. I have personally gone to homes where lactating mothers who have come from maternity wards have literally nothing to eat. How I pray
in humility that whatever little we shall collect here will go to those very vulnerable and very poverty-stricken homes. Mimi sitaomba wale ambao wanaiba chakula wakipatiwa wapelekee wapatwe na corona. Mimi nitaomba Mungu apatie wisdom wale ambao mnagawa chakula, so that you can ably share the food as per the needs of the people in the villages. I have visited over 3,200 homes, and I'm exhausted because, of course, I don't have that food. But I thank God that I got that little that I got from the national government under the Ministry of Interior and the Ministry of Devolution, through the support of National Government Affirmative Action Fund, the money that is normally given to mama counties so that they can go to the villages. I look forward to whatever we shall be able to raise today, and I would want to be part and parcel of that process of identifying those very needy homes, because those homes belong to us and they belong to God. I once again want to congratulate our Governor, Dr. James Nyoro, and your DG for this leadership that has delivered this great initiative for the great people of Kiambu. I also want to appreciate the patron, the chairman, and everybody else who has come here today. Whatever little you have given us and whatever much you have given us, may the Lord God Almighty bless you, expand your territory, and give you good health.